Kwa muda kidogo hatujakutana, lakini hatimaye tunakutana tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kuyajadili yale mengi ambayo tumekuandalia kikaoni. Mimi naitwa Dickson, kama ilivyo kawaida, na kukaribisha sana popote pale ulipo tuweze kuanza mazungumzo yetu. Siku hii ya leo mgeni wangu ni Ngelime, miongoni mwa viongozi wa kisiasa ambao wamepita katika nafasi mbalimbali ndani ya chama, lakini vile vile kwenye upande wa serikali pia. Tutapata kuzungumza naye mengi, tuko naye hapa. Karibu sana Ngelime. Asante sana. Nashukuru sana kwa kufika kikaoni. Amina. Umekuwa ni wakati mzuri, lakini kabla ya kuanza pengine tufahamu safari yako ya kisiasa imekuwa katika misingi ipi kwa ujumla? Siasa zangu katika mabadiliko ya nchi hii zimekuwa za kupanda na kushuka, za maumivu makali ambazo tumekuwa tukipitia, na siku zote kama mnavyofahamu kwamba wapinzani katika nchi hii wamegeuzwa kama maadui wa taifa hili. Lakini tukirudi katika hali ya kawaida, mpinzani anajaribu kumwelekeza yule ambaye anaongoza ili aweze kusimama vizuri. Unadhani kwa nini mnatafsirika kama maadui na sio viongozi ambao mnaweza kuwa na maoni mbadala ambayo yanaweza kusaidia kujenga taifa? Tunatafsirika kama maadui kwa sababu tumekuwa tukikosoa, na hao wenzetu ambao wanaongoza huwa wapendi kukosolewa. Na siku zote unajua wewe mkosoaji unakuwa ni mkweli kuliko anayekuongoza. Anayekuongoza anaweza akaja na kudanganya ukaamini, watu wengine wanaamini katika uongo, lakini ukitokea mtu ambaye unakosoa na unasimama katika ukweli, wao wanakuchukia. Sawa sawa. Ni Emmanuel Ngelime, miongoni mwa wanasiasa makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambaye ametumika ndani ya chama lakini vile vile katika nafasi upande huu wa serikalini kwa maana ya kiongozi wa wananchi kwa maana ya ngazi ya mtaa. Umekuwa mwenyekiti wa mtaa. Kuna mambo mengi yakatokea katika nafasi hiyo, lakini yaliyotokea tukasikia changamoto ya wewe kugombana na kiongozi mmoja wapo wa wilaya kwa maana ya mkuu wa wilaya, ikatafsirika kwamba amekupiga. Pengine tukio lile lilileta hali ya sintofahamu kidogo. Tungetamani utupitishe ilikuwaje mpaka mkuu wa wilaya akanyanyua mkono kukupiga. Ni kweli alikupiga ama ilikuwa tu ni kashfa tu za kisiasa? Haikuwa kashfa ya kisiasa. Nakumbuka ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 6, tulikuwa tunajiandaa kwa ajili ya upokezi wa mwenge. Alikuja mkuu wa wilaya katika ofisi yangu ya serikali ya mtaa, lakini baada ya kuwa amefika hakuja kistaarabu. Sasa hata mimi mtu ukija bila kuwa mstaarabu kwenye ofisi ambayo mimi naisimamia, na mimi ustaarabu wao unakosekanika. Kwa hiyo alikuja na kamati yake ya ulinzi na usalama, wakaniambushi pale, akiniambia kwamba sina sifa ya kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mimi nilimuuliza, unataka kuwa wewe mwenyekiti na mkuu wa wilaya? Akaniambia huna sifa. Kweli nilikuwa nimekaa naye, yani tumepakana hivi, akanipiga kibao mgongoni. Kidogo tu kabla hatujafikia kuangalia ilikuwaje mpaka kupiga. Umesema alipofika kukwambia hauna sifa ya kuwa mkuu wa wilaya, ya kuwa mwenyekiti wa mtaa. Mlianzia wapi hasa katika mazungumzo mpaka akafikia kusema huna sifa ya kuwa mwenyekiti wa mtaa, ili hali umechaguliwa katika uchaguzi halali, sivyo? Naam. Sasa ilikuwa hivi, mimi mtaa wangu ni wa Buguruni. Mtaa wa Buguruni unaendeshwa kwa staili ambayo iko tofauti kidogo. Ndio maana kuna watu wengine wameshindwa kabisa kuendesha ule mtaa. Ule mtaa una kila aina ya mambo ambayo yapo. Kuna wale watu ambao ni wema, wanapatikana Buguruni. Kuna wakorofi wanapatikana Buguruni. Vibaka wanapatikana Buguruni. Wachawi wote wanapatikana Buguruni. Kwa hiyo ni mtaa ambao unakusanya kila aina ya takataka ambayo inapatikana pale. Sasa mimi nakumbuka waandishi wa habari mlishawahi kufika pale. Tulikuwa tuna sungusungu kali sana
Nafikiri ile sungusungu ndio ilikuwa inaongoza katika mkoa wa Njombe. Okay. Sisi tulikuwa tunasema kwamba ikifika saa 4 usiku ndio hatuhitaji kuona bodaboda ikikatisha kwenye mtaa wetu, kwa sababu bodaboda tulikuwa tunaamini ndio wanawaleta watu kwa ajili ya kuja kufanya uharibifu mtaani kwetu. Kwa hiyo tulikuwa tumekataza. Sasa mpaka mkuu wa wilaya anakuja, kulitokea mtu mmoja ambaye nafikiri alikuwa plant. Okay. Alikuja akadai kwamba amebakwa na mwenyekiti. Alidai kwamba amebakwa na mwenyekiti, lakini mwenyekiti yupi? Polisi ambaye mwenyekiti ni mimi, mimi ambaye ni Emmanuel Ngelime. Okay. Akaniambia kwamba akaenda kufungua mashtaka kwamba amebakwa na mwenyekiti, wakisaidiana na mjumbe. Okay. Aliyekuwa anaitwa Stumai Mweli, alikuwa mjumbe wangu wa kamati ya mtaa. Kwa hiyo bahati nzuri nafikiri kuna askari ambao ni wastaarabu sana. Walimwambia yule dada kwamba unatakiwa useme ukweli, kwa sababu tukienda hospitali utaenda kupimwa ili tujue umebakwa au hujabakwa. Lakini tukienda mbali, tukirudi yule dada alifika hospitali, alikuta yupo kwenye siku zake. Okay. Kwa hiyo akarudi, lakini mwisho wa siku RCO aliyekuwepo hapa alikuwa anaitwa Afande Ulime, akatuambia kwamba tumlipe yule dada. Nikamwambia tunamlipa kwa kosa gani? Kwa kosa gani? Tumefanya nini? Nikamwambia mimi siwezi kulipa hata shilingi moja. Basi kesi ikapelekwa mahakamani. Mahakamani tukaenda tukabishana kwa hoja, lakini unajua wenye mamlaka. Nikasikia siku ananiambia kwamba bwana Emmanuel Ngelime na Stumai Mweli mjitetee. Sasa unaambiwa ukisha kuwa mahakamani ukiambiwa ujitetee ujue kabisa kwamba hapa sasa ni adhabu inayofuata. Okay. Tukajitetea, lakini tukafungwa kifungo cha mwaka mmoja nje. Mimi nikaendelea na kazi. Kaendelea kuhudumia wananchi wangu wa mtaa wa Matalawe, Buguruni. Siku ndio akaja yeye. Ndio akaja sasa mkuu wa wilaya. Akaja mkuu wa wilaya. Ambaye kipindi hicho alikuwa ni Ruti Msafiri. Okay. Lakini wakati huo tulibishana mimi na yeye kwenye ziara ya waziri mkuu. Okay. Kwamba maana alisema yeye hawatambui wenye viti wa serikali za mitaa, na alisema tutambui kwa sababu wenye viti wengi sana kipindi kile tulikuwa wengi wa Chadema. Akasema hatutambui, lakini mimi ndio nikamuuliza, nikamwambia mama, unafanyaje kazi na watu ambao huwezi kuwatambua? Akasema wewe kama hutaki mimi niwe mkuu wako wa wilaya, nenda kaandike bango kwa waziri mkuu, andike bango kwamba hatuna imani na mkuu wa wilaya. Mimi nilimjibu hivi, nikamwambia hatuna muda wa kuandika bango la kukutoa wewe. Sisi tuna mambo mengi ya kuyafikiria. Tuna swala la Lombesa, umeme Njombe shida, maji Njombe ni shida. Tutaandika mabango ya namna hiyo, ila sisi Njombe tutakutoa wenyewe. Okay. Ndio nilipomwambia hivyo, na ugomvi ndio ulipoanzia hapo. Kwa hiyo kutoka pale nikawa ni adui yake. Okay. Sawa, akafika sasa ofisini na akakwambia hakutambui kama mkuu wa wilaya, na akafanya hicho ambacho umesema, kukupiga, si ndio? Na kamati nzima ya ulinzi na usalama. Ikawaje? Akafika pale akaniambia, wewe unafanya nini ofisini? Mtu umeshafungwa kifungo cha mwaka mmoja, unang'ang'ania ofisini kufanya nini? Mimi nikamwambia basi mkuu wa wilaya, kama unafikiri sina sifa ya kuwa mwenyekiti, naomba nikuitie wananchi waje waseme kwamba mimi sina sifa ya kuwa mwenyekiti. Pengine kabla hatujaendelea, baada ya kumaliza kifungo hicho ambacho umekiri kwamba ulipewa, kuna barua yoyote ya kukuondosha ofisini ambayo umeshakupokea kutoka mamlaka za serikali? Sijawahi kupewa barua aina hiyo. Nini kinapaswa kufanyika ili wewe uweze kuondolewa kwa mujibu wa sheria, ili uweze kukosa sifa? Nini kilipaswa kufanyika ili uweze kutoka ofisini? Sawa, ilitakiwa mkurugenzi atangaze kuto kuwepo mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Buguruni, aitishe uchaguzi mwingine, ila sio mkuu wa wilaya. Yalifanyika hayo ama hayajawahi kufanyika? Okay. Hakuwahi kufanya hivyo, na nilivyomwambia hivyo alinisema tunammudu mkurugenzi, kwa hiyo mimi naamua kukutoa. Na akaniweka ndani masaa 48 ambayo yeye alisema kwamba yako ndani ya mamlaka yake. Okay. Sawa sawa. Emmanuel Ngelime aliyewahi kuwa mwenyekiti wa mtaa wa Buguruni hapa Njombe mjini
lakini vile vile ametumika katika nafasi za uongozi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini vile vile taarifa nilizonazo mimi binafsi zinadai pia amewahi kuwa mtumishi wa serikali, kwa maana ya kutumikia moja kati ya taasisi ya ulinzi na usalama hapa Tanzania. Tutarudi kwa ajili ya kulizungumzia hilo. Mapumziko mafupi, nitarejea. Sehemu ya pili ya mazungumzo yangu na Emmanuel Ngelime, kiongozi wa kisiasa hapa katika mkoa wa Njombe. Amewahi kutumikia nafasi za uongozi katika chama, lakini pia upande wa serikali. Sasa nilikugusia hapo awali kwamba Ngelime, taarifa nilizonazo, amewahi pia kutumika kama mtumishi wa umma ndani ya taasisi mojawapo ya ulinzi na usalama ndani ya taifa letu la Tanzania. Unatajwa kulitumikia Jeshi la Wananchi. Taarifa hizi ni za kweli? Yes, hizi taarifa ni za kweli. Ilikuwa ni mwaka gani? Ni kwa muda gani umetumikia Jeshi la Wananchi? Na Jeshi la Wananchi wa Tanzania mwaka 2000. Nikafanya mafunzo yangu katika kituo cha mafunzo ya kijeshi Kunduchi. Nilifanikiwa kumaliza, lakini 2003 niliondolewa, nilifukuzwa jeshini. Ulifukuzwa jeshi? Kwa nini ulifukuzwa, Ngelime? Unajua jeshini kuna wanasema ni kama vile mtego wa panya. Okay. Mtego wa panya huwa unamnasa panya aliyekula mahindi na asiyekula mahindi. Pale zilitokea vurugu. Okay. Ambayo nakumbuka kulikuwa kuna vurugu zilitokea Mtongani ambapo wananchi walishambuliwa na wanajeshi. Sasa katika ile amsha, kwa hiyo wengi tulitajwa askari karibu 46. Okay. Na wengi tuliondolewa, lakini wenzetu wa Zanzibar tu ndio walikuwa na msimamo wa kuweza kuondoka. Kwa hiyo wanafunzi 23 tuliokuwa bara tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye baadhi ya operations tuliondolewa. Kwa hiyo na safari ya jeshi ikaishia hapo. Safari ya jeshi iliishia pale. Sawa, tuache hayo, tutaangalia kwa kina zaidi. Baada ya kutoka jeshini, nini kiliendelea? Baada ya kutoka jeshini niliamua kufuatilia haki yangu ya kikazi, kwenda Dodoma kufuatilia kwenye kamati ya ulinzi na usalama ya Bunge, ambapo nilikutana na baadhi ya watu akiwemo Mama Ana Makinda, marehemu Makweta, ambapo na kina Benilith Mahenge niliwashirikisha. Na baada ya kuwashirikisha, Benilith Mahenge alianza kufuatilia na kutaka kujua kwamba ni nini kilichosababisha tufukuzwe kazi. Baada ya kufuatilia na hayo majibu sikuyapata, Makinda yeye aliniambia niende nikafate barua kwa mkuu wa majeshi. Unajua jeshini ukifukuzwa kazi huwezi kupewa barua ya kufukuzwa kazi. Na uwezi tena kwenda kwa mkuu wa majeshi ukamwambia bwana naomba barua ya kufukuzwa kazi ili upate kazi sehemu nyingine. Never, haiwezi kuja kutokea. Kwa nini? Nafikiri ni utaratibu, na hata ukienda kwenye shughuli za kiulinzi na kiusalama zinawataka hivyo. Tuliwahi kwenda makao makuu ya jeshi Upanga pale. Tulichokutana nacho pale hatuwezi kusimulia. Kitu gani hicho ambacho hamwezi kusimulia? Kitu kikubwa, tulishughulikiwa. Nafikiri tulivyotoka pale kila mmoja wetu alipotea. Yaani mimi wa Iringa niliamua kwenda Iringa, wa Mtwara walienda Mtwara. Yaani kila mtu alichanganyikiwa pale. Unajua tulikutana na mateso ambayo hatujawahi kuyakuta. Kwa hiyo tukasema basi anyway kazi sasa ndio imeishia hapa. Okay. Lakini nafikiri ndio kazi ambayo niliwahi kuipenda. Yaani hata ningefanya kazi nyingine yote lakini bado. Okay. Na nafikiri walinikatili kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu ukwenda kwenye vurugu lakini ulifukuzwa. Sawa. Singetamani kwenda ndani sana huko, lakini pengine hapo ndio safari ya kisiasa ikaanzia ama ilikuwaje? Yaani safari yangu ya kisiasa ilianzia hapo baada ya kutoka Dodoma na kuona kwamba hakuna majibu. Nilipenda siasa za Zito Zuberi Kabwe. Okay. Kipindi kile ndio ni mbunge kijana yuko bungeni na nikawa naona jinsi anavyo ibua hoja.
Kwa hiyo kuna wabunge wakawa wanani inspire mimi kuipenda siasa. Kwa hiyo na nilikuwa naishi Chamwino Ikulu. Pale pale nyumbani kwa rais, mimi ndio nilikuwa naishi pale. Kwa muda wote sasa ambao umekuwa mwanasiasa, umeshiriki siasa mpaka ukapata nafasi ndani ya chama, lakini vile vile ukabahatika kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa mtaa kupitia uchaguzi halali wa serikali za mitaa ambao ulifanyika. Tathmini ya kina pengine na kwa ufupi sana tuambie, katika kipindi chote hicho mwenendo wa siasa katika taifa letu unauonaje tangu umejiunga na siasa mpaka hapa tulipo sasa hivi? Mwenendo wa siasa za nchi hii kwa sasa watu wanaziona kama ni siasa rahisi sana, lakini siasa za nchi hii zimekuwa ni ngumu sana. Tena lazima unavyokuwa mwanasiasa wa nchi hii, ili uwe salama lazima uwe chawa. Sasa ukiwa umesimama kwenye misimamo yako, wale ambao wanaamini katika uchawa lazima watakuchukia. Ndivyo ilivyo kwa sisi Njombe, nafikiri ni karibu nchi nzima. Yaani unaja kuona kwamba sasa tunakwendaje. Tunaweza wakusifia kila kitu ambacho hata akitakiwa kusifiwa tunakisifia tu. Sasa mimi sijawahi kuumbwa kwa staili hiyo. Mimi ukikosea napenda nikwambie umekosea. Ukienda sawa napenda nikwambie umeenda sawa. Lakini ukikosea siwezi kukusifia eti kwamba umefanya vizuri. Hapana. Kwa nini naaminika kwamba ili uwe salama katika taifa letu lazima ufanye siasa za kujibebesha kwa watawala? Kikubwa ni njaa, na serikali imeamua kuifanya siasa kwamba ndio sehemu sahihi ya kukimbilia. Ndio maana unaona saizi hata wale madaktari bingwa wanakimbia kwenda kwenye siasa, maprofesa wanakimbia kwenda kwenye siasa. Sasa watu wanashindwa kufanya kazi zao ambazo wamezisomea, wanaamua kwenda kufanya siasa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kuna pahali kama taifa unaona tumekosea kiasi sasa. Siasa inaonekana kama ni sehemu pekee ya kukimbilia na kujipatia maslahi. Na ndio nini kifanyike? Taifa, mimi nafikiri tunatakiwa kurudi kwenye misingi ambayo iliwekwa. Misingi ya utu, uzalendo. Tukisimama hapo tunaweza tukaamini, lakini serikali iboreshe maslahi ya walimu, madaktari. Ikiboresha maslahi hayo, naamini hakuna mtu anaweza kuanza kukimbilia kwenda kwenye siasa. Na saizi ili ukimbilia kwenye siasa lazima uwe na mtaji. Mtaji kwanza ni mtaji pesa. Ili usimame vizuri lazima uwe na pesa ya kutosha. Sasa huwezi mkulima ukatoka hapa ukaenda ukasema mimi nataka kuwa mwanasiasa. Actually utaumia tu. Kwa hiyo saizi tutashangaa walimu wanakimbilia kwenye siasa, madaktari wanakimbilia kwenye siasa. Watu wengi wanakimbilia huko kwenye siasa kwa sababu ya uchumi. Na wanafikiri kwamba kwenye siasa ndio kwenye sehemu nzuri ya wao kutokea. Sawa. Tuangalie siasa hii ya kuanzia mwaka 2020 wakati ambapo Rais Daktari John Pombe Magufuli ametawala taifa hili kwa miaka takriban 4 na kidogo hivi. Unauzungumziaje utawala wa Rais John Pombe Magufuli kwa muda wake wote ambao amekuwa rais wa nchi ya Tanzania? Kwa hilo swali ni zuri, kwa sababu saizi ukiniambia ni muongelee John Pombe Magufuli nitamuongelea positively. Nitamuongelea positively kwa sababu, lakini kipindi kile nakumbuka wakati akiwa rais, miongoni mwa watu waliomsema in a negative way, wewe ulikuwa ni mmoja wapo. Nasema hivyo kwa sababu nitamuongelea positively. Kwanza naomba nianze kumuongelea negatively ili twende sawa. Rais, udhaifu wake ulikuwa wapi? Udhaifu wake Magufuli alikosa hekima. Yani unajua unavyokuwa kiongozi lazima uwe na hekima, kwa sababu watu nao waongoza kuna machizi, kuna watu wenye busara, kuna watu wenye akili kidogo wako Mungu. Kwa hiyo lazima uwe na busara na hekima ili kujua kwamba hao watu ni namna gani. Lakini
Ukiangalia katika hali ya kawaida, John Pombe Magufuli hakuwahi kufikiria kuuza rasilimali za taifa hata siku moja. Kwa mfano, leo tunaongelea bandari. Bandari huwezi kukodisha. Bandari ni zao la asili ambalo sisi tumelikuta. Nchi nyingine zimekosa bandari. Ndio maana hata Rais Kagame aliwahi kusema kwamba nyinyi wa Tanzania nipeni bandari tu, nitaendesha kila kitu kitakwenda sawa. Wanajua kwamba pale kuna nini. Okay. Lakini ukirudi katika hali nyingine, Magufuli kuna vitu alivifanya vinaonekana. Vipo wazi. Mimi ni mtu niliyekuwa namkosoa kila wakati. Na niliwahi shughulikiwa kwa sababu niliwahi kumkosoa Magufuli. Niliwahi lala juu ya mparachichi kwa sababu ya kumkosoa yule bwana. Niliwindwa, watu zote wakimbia, lakini kutoka akina nani hao waliokuinda? Nafikiri siku ile walipokuwa wamekuja kwenye ziara yake hapa, mimi nilianza kutafutwa. Okay. Na nilitafutwa, nikapigiwa simu, nikaenda nikaripoti kwa mkuu wa mkoa ambaye alikuwa ni Ole Sendeka. Akaniambia tunaenda kwa wapi wanachokitaka. Nikamwambia mimi nitawapa nini? Akaniambia nenda kwa wapi. Ukweli walikwambia wanataka nini? Hawakusema wanataka nini. Ila nina bahati nzuri sana, simu yangu kubwa haipo. Ningekuonyesha message ambazo mimi kunitumia Messenger. Kwamba kijana mdogo unamtukana rais, tutakutafuta iwe pangoni au shimoni. Uliwahi kumtukana Rais Magufuli? Sijawahi kumtukana. Unadhani kwa nini waliamua kutumia huo ujumbe? Ndio uchao na usema kwamba mtu anafikiri ili apate lazima asifie au atafute watu ambao wanamkosoa rais. Kumkosoa rais sio dhambi. Ili rais aende sawa lazima akosolewe. Iko wazi. Iko wazi. Lakini sisi sasa hizi ukimkosoa rais, unamtukana Mwenyezi Mungu. Tatizo liko wapi? Ni kama ni wapi hasa tumeteleza kiasi hii? Dhana hii imejengeka kwamba kumkosoa rais imekuwa ni kama jinai. Mamlaka makubwa aliyopewa rais. Mamlaka makubwa aliyopewa rais ya katiba, ndio hayo anamuona kama sa rais amekuwa kama ni Mungu. Lakini mimi naamini kwamba rais ni mtumishi wetu sisi. Sahihi. Sio mtu wa kusema kwamba mimi nimesema. Yaani sisi tumweleze rais kwamba tunataka nini, yeye atuwakilishe kwamba jamani wananchi wangu wanataka hiki. Lakini sasa hizi uwezi. Maana rais anakuambia nimesema nataka hivi. Sasa sawa. Mazungumzo yetu yanaelekea ukingoni, lakini sasa tunaelekea mwisho. Tujadili mambo machache. 2024 ukafanyika uchaguzi wa serikali za mitaa. Wewe ni miongoni mwa watu ambao walipata nafasi ya kuomba ridhaa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kugombea nafasi ya wenyekiti mtaa wa Buguruni. Yakaibuka mambo mengi, mojawapo ni la wewe kupokea rushwa na ukaachilia nafasi ya kugombea kwenye mtaa ule. Ukweli ukoje Ngelime? Ulipokea shingapi kiasi ukaachilia nafasi ile? Mimi sikuwahi kupokea chochote kile pale. Na issue ilitengenezwa. Na aliyetengeneza anafahamika. Ambaye nilikwenda naye mahakamani. Yuko wazi anafahamika. Ni kwamba ndio haya nilikuwa nasema, watu wanataka kuonekana kwamba wao wameshinda kwa kishindo. Mimi nilifatwa ili niweze kuachia, niliwaambia siwezi. Aliyekufuata alikuwa ni nani? Kwanza moja, aliyenifuata ni vema nikamtaja jina. Nafasi yake ikikupendeza. Aliwahi kuwa katibu mwenezi. Okay. Akaniambia kwamba aliwahi kuwa katibu mwenezi wa Chadema ama wa CCM. Okay. Akaniambia kwamba anahitaji nisigombee. Nitapewa pesa. Wakati huo wakimfuata na rafiki yangu anaitwa Choga. Mimi nagombea Buguruni, mwenzangu anagombea Mgendela. Okay. Tukafatwa kwa staili hiyo, lakini mimi ifika kipindi nikaamua kusema hapana. Tuna watu ambao wanatutazama nje. Wakati anakueleza hayo alikuambia nani aliyemwagiza afanye hayo ama?
ama ilikuwa ni yeye mwenyewe tu hiari yake na chama? Yes. Okay. Sasa baada ya kusema yale, na alikupa ofa ya shilingi ngapi? Yeye aliniambia ananipa ofa milioni 5. Sasa imagine unakataa ofa milioni 5 afu unapokea ofa ya milioni 2. Unaenda hivyo. Lakini naamini nyinyi hata mliona kuna muamala ambao alikutuma kwenye magrupu akidai kwamba amemtumia pesa, na nilikwenda polisi wakaanza kufuatilia, wakakuta ule muamala sio kweli, ni feki, na akakiri yeye mwenyewe kwamba alikiri. Akaja akaniambia, bwana, naomba, sikudhani kama ningekuumiza kiasi hiki, kumbe hili jambo limekuumiza, naomba unisamehe. Okay. Ni masuala ya kisiasa, na mimi niliachilia kutoka pale. Nikamwambia Lakini katika mchakato ule wa kugombea kwenye zile nafasi, ilionekana barua ya kwako ambayo umeiandika na umesaini na ikagongwa muhuri kwamba kwa hiari yako umeamua kuachilia nafasi ile. Nani anayeweza kaileta hiyo barua? Kwa sababu ungekuwepo nayo hapa saa hizi tungesema ni sahihi. Mimi nilifuatwa na DSO. Wakaniambia umetia sahihi kwenye dokumenti hii. Nikaambia mimi sijawahi kutia dokumenti yoyote. Alikuonesha DSO hiyo dokumenti? Yes, alionyesha. Alionyesha kwa mbali, alionyesha umetia sahihi hapa. Nikamwambia DSO, ninakuomba uniletee barua ambayo nimemwandikia kiongozi wangu wa chama kwamba ninaachilia, nimemwandikia msimamizi wa uchaguzi kwamba ninaachia, nimempelekea na mkurugenzi. Okay. Alafu niende mahakamani nikaape kwamba najitoa. Akaniambia kuna logic. Kama barua haipo, huu ni uhuni umefanyika. Sawa. Kwa hiyo walikuahidi milioni 5. Lakini baadaye ikaonesha milioni 2 ulitumiwa na ukazipokea. Sijawahi kupokea. Ulipokea kiasi gani? Sijawahi kupokea shilingi ya aina yoyote. Ilikuwaje sasa mpaka ukaonekana unapokea hizo fedha na nafasi ukaiachia? Walikuwa wanatuogopa. Sasa naomba nikuulize na wewe mwandishi wa habari. Naomba unitajie hapa mjini ni nani aliyeshinda kupitia Chadema. Ukinitajia huyo mmoja tu aliyeshinda, basi mimi nitakuwa niliuza mtaa. Mmoja tu ukinitajia mtaa ulioshinda mjini hapa, kwa sababu anasema Ngelime alikuwa na nguvu ya kushinda. Unashindaje polisi wamejazana kwangu? Mgambo ndio wanakuja kusimamia uchaguzi. Hivi askari magereza ndio wanakuja kusimamia uchaguzi. Unashindaje? Lakini bila shaka maeneo yote ni askari walikuwa wanadumisha ulinzi kwenye tangu lini wa askari wakasimamia uchaguzi? Actually sio kusimamia, ni walikuwa kwenye swala zima la kuhakikisha usalama kwenye eneo la uchaguzi. Ni askari magereza na anafanya shughuli hizo akiwa na sare. Alikuwa hana sare. Ulimtambuaje? Namfahamu. Hata saizi nikienda kumuona yuko hapo magereza. Namuona na anashinda dukani. Okay. Namfahamu. Wala siwezi kupepesa macho katika kumtaja hili. Na maaskari wengi walikuwepo. Tunawafahamu. Wao ndio waliosimamia uchaguzi kwenye mtaa wako. Na ndio walikuwa wanaendesha kila kitu. Hatuwezi kuficha ili kwamba eti askari hawakushiriki kwenye uchaguzi huu. Hiyo ni wazi, walishiriki kwenye uchaguzi. Sawa. Na wewe unajiulize yule askari magereza anaweza kaja kusimamia uchaguzi? Lakini mimi ninachoamini kwamba askari polisi anakuja kusimamia usalama ili watu tusiweze kuumizana. Lakini pale alikuwepo tena mpaka askari magereza, mimi nashauriana naye, naombeni hiyo nani ya kujiandikishia ikae hivi ili iweze kuangaliwa na mawakala nyuma, sio vile tulivyokuwa tumeificha. Kweli na yeye akawa anashauri, akasema basi ni kweli tuiweke hivi. Lakini mimi saa 2 nikaambiwa kwamba jina lako umejitoa. Nimejitoaje? Sifahamu. Na nafikiri hata waandishi wa habari inatakiwa mfike kipindi muwe fair. Kwa sababu kuna sheria zenu najua zina limit, zinawaumiza sana. Sasa hizo sheria tukirudi katika hali ya kawaida zinaumiza sana watu. Unadhani mahali gani waandishi hawakutenda haki? Hakuna mwandishi wa habari aliyerusha habari ya Emmanuel Ngelime kwamba ameondolewa kihuni kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa Buguruni. Unadhani wajibu wa waandishi wa habari kutangaza kwamba Ngelime ameondolewa kihuni kwenye zoezi la uchaguzi? Chukua habari, mkasema mtaka mkafanye
balance kwa mkurugenzi na story yako wewe. Wewe ulikuja kunihoji. Je, uliwahi kuirusha ile habari? Bila shaka mimi sikuwepo katika miongoni mwa hao. Mfugala alikuwepo. Okay. Mfugala alikuwepo. Aliyerusha mmoja na nafikiri alishughulikiwa. Ilikuwa live, ni Kings FM pekee walishughulikiwa. Nilimuuliza Emmanuel Kalemba, alikuja kunihoji, imekuwaje habari yangu haijarushwa? Akasema tumepigwa mkwala. Sawa. Tutarejea huko. Kwa sababu mimi saa hizi sio najisifia. Hata tungeenda pale saa hizi kwenye mtaa wangu kwamba tunataka tufanye uchaguzi, siwezi kuwaachia kula hata moja CCM. Kwa nini? Hawajawahi kupendwa, hawajawahi kuwa na maslahi kwa watu. Sasa tunathibitisha vipi? Kwa sababu uchaguzi uliofanyika kura zimepigwa na Chama cha Mapinduzi kimeshinda. Hilo swali nilikuwa nafikiria. Watu tuliojiandikisha mtaa wa Buguruni tulikuwa watu 1457. Okay. Watu waliopiga kura ambazo alizipata mwenyekiti huyu ambaye sasa ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bwana Hekima Mwagama alipata kura 2800. Hizo 1400 zimetoka wapi? Kwa hiyo walijiibia hata wao. Yaani wao wamebaki peke yao, sisi hatukushiriki, lakini wakajiibia. Sasa wakati tunaendesha serikali, tunafanya mkutano wa serikali, niliwaambia tunaombeni ili tufanye maamuzi tupate nusu ya wapiga kura wafike hapa. Okay. Majibu leo nijibu alisema waliopiga kura wengine wagonjwa. Sawa. Mgonjwa alikujaje kupiga kura? Kwa hiyo kwenye uchaguzi wanasemaga wenyewe na mbinu zaidi ya 120. Na wamesema wametumia hata mbinu 10 hazijafika. Nafikiri ya wizi ndio mbinu yao ambayo wanaitumia saizi kuiba na kubaka uchaguzi. Kwa hiyo sawa, haukuwa uchaguzi. Chama chako cha Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo na Chadema kilitoa kauli yake kwamba hakitashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 baada ya taswira ya awali iliyoonekana kwenye uchaguzi mkuu, uchaguzi wa serikali za mitaa 2024. Kwako kwanza, tamko lenyewe la chama ulipokeaje? Pokea kwa mikono miwili. Tena sio miwili tu, na miguu yote. Nilisema chama sasa kinataka kwenda kutuonyesha njia sahihi, kwa sababu huwezi kwenda kwenye uchaguzi ukiwa unaamini kwamba anaenda kukuchagua, anaenda kukutangaza, otherwise awe amelala vizuri nyumbani kwake akasema tu Ngelime ameshinda. Okay. Wapo ambao miongoni mwenu mlipingana na msimamo huu wa chama kiasi kufikia wengine wakahama wakaelekea katika vyama vingine vya siasa. Unadhani walikuwa na hoja ya msingi ya kupingana na tamko hilo la chama kutoshiriki uchaguzi mkuu? Ni walafi wa madaraka. Hakuna kingine. Kwa nini unadhani hivyo? Sio nadhani, ndivyo ukweli uliopo. Kwa sababu wengi walikuwa wanaamini wakitoka Chadema wataenda kuunganisha nguvu kwenye vyama vingine. Okay. Lakini unaona kwamba ni watu wengi walienda Chauma, na wengi mmeona wameanza kurudi, wanasema tulidanganywa kwenda kule. Sawa, lakini tunarudi katika hali ya kawaida. Ukirudi kwenye mizania ya kisiasa, tumeona kwamba Chauma walishiriki uchaguzi. Ila ilikuwa ni project ya Chama cha Mapinduzi. Unathibitisha vipi hilo? Unaweza kuthibitisha kwa sababu tunajifunza kwamba watu tulikubaliana. Watu waliambiwa msishiriki uchaguzi huu kwa sababu uchaguzi huu hayuko atakayetangazwa, kwa sababu mamlaka zote ziko na rais. Mkurugenzi anachaguliwa na rais na ndio mwenye mamlaka kutangaza. Hawezi kutangaza. Na unakumbuka kipindi cha nyuma Rais Magufuli aliwaambia siwezi kukupa gari alafu mtangaze mpinzani. Utakuwa ni mtu wa ajabu sana. Unadhani kauli hiyo ya Rais Magufuli imekuwa na athari kiasi kutufikisha hapa tulipo? Na ndio inatembea. Tena saa hizi inatembea kwa nguvu zaidi. Na pengine tunawezaje kuondokana na athari za kauli hiyo? Katiba mpya tu. Okay. Tupunguze mamlaka ya rais ili twende sawa.
Sawa. Mengi sana tumezungumza hapa na Emmanuel Ngelime, mwanasiasa mkongwe, si mbaya tukimuita hivyo, lakini amewahi kuwa kiongozi pia wa upande wa serikali ya mtaa. Tumezungumza mengi, lakini miongoni mwa jambo ambalo la msingi natamani kulifahamu katika nyadhifa ambazo umezitumikia ndani ya chama, lakini vile vile huku upande wa serikali ukiwakilisha wananchi, tuambie pengine ulitamani kufika nafasi nyingine ya juu zaidi ya hapo, ama hapo ndipo ulipokuwa ukomo wako? Hakuna mwanasiasa ambaye hapendi kufika mbali. Yaani kuishia kuwa mwenyekiti ni stage ambayo unaanza. Kwa hiyo chama, mimi naamini Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni chama makini sana ambacho kinapenda kuwanyanyua watu wake. Yaani watu wa chini huwa kinaangalia kwamba huyu anaweza akatuwakilisha hata kwenye udiwani, anaweza akatuwakilisha kuwa mbunge. Tunaenda sasa, hatujafikia huko sisi, ndio maana tunahitaji mabadiliko ya katiba ili kila mtu aweze kula hii keki. Sawa. Wakati mchakato huo uchaguzi unaendelea ndani ya chama cha Chadema, vile vile katikati pale kukaibuka changamoto kidogo ya moja kati ya mwanachama mwenzenu kupigwa, aliyewahi kuwa mwanachama mwenzenu kudaiwa kupigwa na mlinzi wa makamu mwenyekiti. Ulikuwepo ile siku ya tukio bila shaka, na tulishuhudia ukizungumza mambo mengi ambayo pia leo tungetamani kufahamu. Ulikuwa miongoni mwa watu ambao walishiriki kile kikao siku ile, ama la? Mimi nilikuwa kiongozi. Kipindi kile ndio nilikuwa mkuu wa mafunzo wa kanda ya Nyasa ambayo ina mikoa 5. Nikiwa kama kiongozi wa usalama wa chama, nilishuhudia lile tukio kwa macho yangu. Na kabla hujaendelea, Sigrada Mligo aliyewahi kuwa mwanachama mwenzenu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, sasa hivi ni mbunge kupitia chama cha Chauma, mbunge wa viti maalum. Kwenye kikao kile alipigwa, hakupigwa? Hakupigwa kwenye kikao. Ndani ya kikao alipigwa nje. Kwa sababu alitolewa na makamu mwenyekiti wa chama taifa. Akamwambia toka nje. Wakati watu nje wanajadili jinsi ya yeye kuja kujieleza mbele ya chama kwamba kwa nini kimetokea kile kitu, ndio mimi nilimshuhudia mlinzi wa Heche akimpiga hivi kwa macho yangu. Chama kilikuja baadaye kikakanusha kwamba hakupigwa. Si kweli. Si kweli. Alipigwa, na alipigwa mbele ya OCCID ambaye anaitwa Mwaipaja na aliyekuwa mkuu wa kituo ambaye saizi amepelekwa Wanging'ombe mbele yangu, na mimi nikaona na niliwaambia kwamba mnaona huyu mtu amempiga huyu mtu. Wakasema ni kweli, tumeshuhudia, lakini ni masuala yenu ya kisiasa, tunahofia tukiingilia hapa inaweza kaleta shida. Hiyo ni kauli ya mkuu wa kituo. Kwa hiyo wasije wakataa. Sawa. Na mimi nitasimama kwenye ukweli, nitasema Sigrada si ameenda Chauma, mwacha aende Chauma, lakini ukweli lazima tusimamie kwamba yule mlinzi tena anaitwa Noeli aliyempiga Sigrada. Sawa. Baada ya pale kukaibuka maneno mengi kweli kweli kwamba alitumwa, Mheshimiwa Sigrada alitumwa na pengine kutokana na yaliyokuwa anasemwa na chama fulani cha siasa ili ajaribu kuvuruga kile kikao. Unaiona picha hiyo pengine ya ukilinganisha na yaliyotokea siku ile? Mimi ukiniambia hivyo nitashindwa kueleza vizuri, lakini inaweza kasemwa kwa sababu mtu aliondoka ndani ya chama. Ameondoka, amekwenda kwenye chama kingine. Na wapo pia ambao walidai kwamba ameahidiwa kupewa ubunge, na wapo waliosema, na kweli tumeona ubunge amepewa, lakini amepewa, ni tume imemteua kulingana uchaguzi haukuwepo. Uchaguzi haukuwepo. Kulikuwa na nini? Kulikuwa na nini? Kulikuwa kuna takwa lao la Chama cha Mapinduzi ili watu waweze kushinda. Sawa.
hakuna uchaguzi uliofanyika. Hata wao wenyewe wanajiuliza hivi tumeshindaje? Unajua hata saizi ukienda kuuliza umeshindaje, anabaki anajiuliza yeye mwenyewe kwamba nilishinda kwa staili hii. Awe wabunge wote waliokuwepo waulize wameshindaje. Hakuna mbunge anaweza kusema kwamba mimi nimeshinda kwa kupambana. Umepambana na nani? Sawa. Jambo moja natamani kufahamu. Wewe bado ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho ni chama kilichosajiliwa kwa mujibu wa sheria. Na ndio chama kikuu cha upinzani. Umalizia hapa. Okay. Ndio chama kikuu cha upinzani. Okay. Hakuna chama kingine cha upinzani kikuu cha upinzani. Lakini chama kikuu kwa mujibu wa taratibu na kanuni pengine kinafaa kuwa ni chama ambacho kinafuatiwa kwa wingi wa wabunge bungeni na vitu kama hivyo, si ndivyo? Ama namna gani kama nitakuwa sijakosea? Kama umekifungia kwamba kisishiriki uchaguzi. Sasa mnajihitaji chama kikuu cha upinzani? Watanzania wanajua. Watanzania wenyewe wanajua na wanaamini. Na hata saa hizi tunaosema huyu Mheshimiwa Rais amesema nataka kufanya aweke kamati ya maridhiano. Hawezi kufanya kamati ya maridhiano. Ataenda kufanya naomba nikueleze. Ataenda kufanya kamati ya maridhiano na chama gani? ACT? Kwani maridhiano yanahusisha chama ama ni hii maridhiano ni kwa ajili ya kuponya taifa. Kuponya taifa kwa ajili ya uchaguzi uliotokea. Ni kuliponya taifa. Kamati ambayo inatajwa kuundwa ni kamati ya maridhiano. Ya nini? Sio ya vyama vya siasa. Maridhiano gani? Tunataka kufanya maridhiano gani? Maridhiano ya nchi hii yanatakiwa yafanyike kwa ajili ya uchaguzi uliofanyika Oktoba 29. Ni wapi tulipojikwaa? Unadhani nani na nani wanapaswa kuridhiana ili nchi iweze kuponywa kama ambavyo mnadai? Kwanza, Rais amesema anahitaji kuunda tume. Wala rais hakustahili kuunda tume. Tume ilipaswa kuundwa na nani? Ilipaswa kuundwa na nani? Rais yeye alitoa wazi. Alitakiwa waachie watu wafanye hiyo kazi. Vyama vya siasa vishiriki. Lakini huwezi kusema saa hizi unataka ushiriki, vyama vya siasa vishiriki wakati mpinzani wako mkubwa yupo kwenye nondo. Anasikilizia saa hizi atatoka lini? Hatuelewi atatoka lini. Yuko ndani. Unaenda kufanya maridhiano na nani? Mimi kwa upande wangu ningekuwa na mshauri rais. Hatakiwi kupokea ushauri kutoka kwa wanachama wake wa Chama cha Mapinduzi. Wanampotosha kwa sababu wote ni machawa. Wote ni chawa. Hayupo hata mmoja anaweza akasema kwamba rais yuko safi kwa sababu atakuwa anataka mamlaka. Sasa hizi tunasubiria mkeka wa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, makatibu tawala. Lakini bila shaka wapo ambao tumeona ni viongozi waliowahi kuwa viongozi, lakini vile vile wapo ambao ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi wamekuwa wakimshauri rais. Mathalan aliyewahi kuwa katibu mwenezi wa chama hicho taifa, Humphrey Polepole alitokeza hadharani na akashauri. Lakini vile vile juzi kati hapa tumemwona mheshimiwa aliyewahi kuwa jaji mstaafu Warioba ametoka na akatoa ushauri. Pengine ushauri wake haupaswi kusikilizwa kwa sababu ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mimi siamini kama Jaji Joseph Sinde Warioba ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sitaki kuamini hivyo. Sitaki kuamini kwa sababu ndio Mtanzania pekee ambaye ana akili timamu saizi. Ndio Mtanzania mwenye akili timamu na ndiye Mtanzania mkweli. Nafikiri ndio Mtanzania mkweli kuliko Watanzania wote. Okay. Na nafikiri hata wewe ili kuonyesha ukweli wako wewe leo irushe habari hii. Usifanye editing aina yoyote. Hapo nitaamini kwamba kweli sasa Diki amekuwa mkweli. Kwa nini unaamini hivyo kwamba Jaji Sinde Warioba ndiye Mtanzania mkweli pekee? Ndio aliyebaki. Wewe pia sio mkweli. Mimi sijawahi kupata nafasi ya kumshauri mtu. Rais Jaji Warioba amepata nafasi ya kumshauri. Lakini tumeona hata majibu aliyotoka nayo kule yako tofauti na jinsi ambavyo wao wanataka. Umepata nafasi sasa hivi mshauri Rais Samia. Miezi 6 nakupa. Mtamuimba rais. Alikuwa wapi siku zote? Mtasema hivi. Yaani rais hataki kushauriwa na hawa vijana ambao wako ndani ya chama. Asante. Wanampoteza. Jambo moja natamani kufahamu. Unaiona nafasi ya chama chako cha Chadema mpaka sasa katika mustakabali wa kuijenga Tanzania? Tena kwa asilimia kubwa sana.
naona na ninawaamini viongozi wangu wote ambao wapo ndani ya chama wakiongozwa na Mheshimiwa Lissu, hata kama yuko magereza, Heche yupo na wote wa kamati kuu. Kwa namna gani unaiona nafasi hiyo, ingawa mpaka sasa Chadema inatafsiriwa imekufa? Chadema haijawahi kufa na haiwezi kufa na haitakufa. Unadhani kwa nini wapo wanaodhani kwamba Chadema imekufa? Tumeongea mengi. Wanaoamini kwamba Chadema imekufa ni watu ambao hawapendi kufikirisha akili zao. Ni kwa namna gani Chadema unaona bado ina nafasi ya kushiriki kwa namna moja ama nyingine kuirejesha Tanzania katika mstari ule ambao tulizoea kuiona Tanzania hapo nyuma? Unajua Chadema ni imani, na Chadema ipo kwenye mioyo ya watu saizi. Yaani saizi hata mtu ungetoka hapo unamwambia sijui nini, atakwambia tu Chadema ipo. Saizi toka tu. Saizi wewe mwandishi wa habari. Naamini naona ni kada wa chama chako. Whether CCM, chama cha waandishi wa habari. Hicho chama chenu hicho hamkitendei haki. Lakini nataka nikwambie wewe saizi toka umevaa nguo ya Chama cha Mapinduzi hapo. Toka tu umevaa nguo ya Chama cha Mapinduzi. Mimi siwezi kuvaa kwa sababu sio mwanachama. Kabisa kwamba Mfugale alikuwa mgombea udiwani. Saizi anavaa nguo za Chama cha Mapinduzi. Yaani saizi ile nguo imekuwa kama vile umevaa joo la mauaji. Kwa hiyo haitakiwi hata kidogo. Lakini hiyo ni tafsiri yako. Sio tafsiri yangu, ni tafsiri ya sisi wa Tanzania wote tunaoamini katika usawa. Mimi ninachokiamini, turudi kwenye misingi ambayo ni ya haki, ya kibinadamu, ya kujuana kwamba huyu ni mwenzangu. Whether anaongea ujinga, anaongea nini, mchukulie. Lakini sasa hizi ukiongea tu kuhusu kuikosoa serikali, Luhuji na kuhusu. Sawa. Sehemu ya mwisho ya mazungumzo yangu na Emmanuel Ngelime, mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, tunaelekea tamati, lakini mambo machache kabla ya kuhitimisha. Kumekuwa na matukio kadhaa ya masuala ya utekaji wa watu, lakini pia yapo mambo mazito kidogo ambayo ndio hasa yamepelekea taifa kutikisika. Yaliyojiri Oktoba 29 yameliumiza taifa kwa kiasi gani, na unadhani tunaweza kuondoka vipi hapo Ngelime? Kwa uzoefu wako ndani ya serikali, lakini vile vile kwenye siasa, tunawezaje kuondoka hapo tulipo na tukasimama kama Watanzania, tukazungumza lugha moja? Kusimama kama Watanzania tunaweza, ni kiongozi wetu tu. Yaani unajua rais ni comforter in chief, ni mfariji. Yaani hata wewe saizi nyumbani kwako kama watoto wamelala na njaa, hata ukiwapelekea mawe ukachemsha ukawaambia subirini maboga haya yanaiva, wataamini kwamba baba ameleta chakula. Kwa hiyo itakiwa rais atoke, aseme, atuambie. Tunawauliza kila siku waliokufa ni wangapi? Kwa nini hawataka kusema? Akitoka na hiyo hoja kwamba watu wamekufa, atoe sababu za watu kufa, kwa nini imetumika nguvu. Let's say mtu huwezi kusimama mbele ya watu ukasema mlitaka nitumie nguvu gani? Sasa hizi wa Tanzania si mnaona, hata jana amepata ajali Shilole. Watu wanasema ni bora tukaiombea hiyo ng'ombe ipone, tuipeleke hata India, lakini sio huyu mtu ambaye ni Shilole. Unaona? Kwa hiyo Watanzania sasa hizi tumepigwa ganzi. Ishu kubwa ni viongozi wetu kusimama kuwa wakweli. Wao wakweli kama mzee Warioba. Tutafika mbali. Na wafate misingi ambayo iliwekwa. Wakati haya yanajiri, pia kumeibuka hapa katikati msigano kidogo kati ya viongozi wa dini na serikali. Unaiona kwanza katika huo mchakato wenyewe hatari yake unaiona, lakini pengine kitu gani kifanyike ili msigano huu usiendelee kuzaliwa kama ambavyo unazidi kushika kasi? Ni mama na serikali yake kutoshupaza shingo. Huwezi kusema kwamba dini, makanisa yasiingilie siasa. Wakati tunavyo hapa tunaombea, tunawatumia hawa maaskofu wanasali. Leo hii wanavyokemea maafa, madhara yanayotokea, tunaona hawafai. Ni kitu ambacho hakipendezi. Ifike tu kipindi serikali ikae iamue, jamani tunawaita, twendeni vipi. Kukosea sio, yani kufanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ni kosa. Kwa hiyo tukiondoka tunaenda. Uliuona waraka
kadhaa, nyaraka kadhaa ambazo zilitolewa na kanisa Katoliki kupitia TEC. Ndio. Ulizisoma vizuri na kuzielewa. Ndio. Baada ya matamko yale ya TEC, wapo viongozi wengine wakubwa kabisa wa serikali wakaibuka, na hata ndani ya chama tawala wakaibuka na kukemea kwamba TEC imekuwa ikifanya uchonganishi. Unaiona hoja katika maneno yao hayo kuelekezwa kwenye matamko ya TEC? Hicho ni kiburi na kutaka kubishana na Mwenyezi Mungu. TEC wanatoa baraza la maaskofu lilitoa waraka wake kutuonyesha kwamba tunakwenda wapi, ambao ulikuwa ni ushauri bila shaka. Ni ushauri. Lakini wao wakaona kwamba TEC wanatupotosha. Nini sasa kinachokuja kutokea? Kinachokuja kutokea saa hizi kunakuwa kuna muingiliano sasa. Naiona msigano wa kidini sasa utakuja. Maana unaona Waislamu na wenyewe wanasema sisi tuliwahi kumwachia baba wa taifa akafanya nini? Wakristo na wenyewe wanasema hivi. Lakini ukiangalia hata wewe kwenye familia yako kuna Waislamu, kuna ndugu zako wengine ni Waislamu. Mimi mwenyewe na ndugu zangu Waislamu na ndugu wa Kristo. Hivi leo tunaanza kupigana wenyewe, Wakristo na Waislamu? Haiwezekani. Lazima taifa liingie kati, haya masuala liingilie kati, liweke sawa. Serikali ikae na TEC wajadiliane. Na naamini wale TEC sio wajinga. Leo hii huwezi kumwambia eti askofu amejiteka eti kwa sababu ya madeni. Never. Ule ni uhuni unaofanywa na watu wachache ambao wanataka mamlaka. Na mama tu sidhani kama amezidiwa nguvu. Ni kwamba tu kuna watu wanammislidi ili waone kwamba anakwendaje. Lakini hao wanaommislidi maana yake wao ni wapigaji. Wanataka kupiga. Okay. Lakini yote kwa yote twende tuone tunafikaje. Lakini huwezi kudharau kanisa eti kanisa linataka lituchanganye. Futa makanisa, wana mamlaka hiyo. Ili twende sawa. Tunaiona wapi Tanzania kwa mwenendo huu tunaokwenda nao miaka 5 ijayo? Jambo la kwanza, ili Tanzania iweze kwenda mbele, iache mambo ya kuumiza watu, kuwafunga watu bila sababu za msingi. Saa hizi Watanzania wengi wanajua, na tunamshukuru sana Mungu. Inawezekana Mungu ameamua kumkamata Lissu, yani watu wameamua kumkamata Lissu ili watu vijue kwamba kumbe huwa tunaonewa. Sasa wanajiuliza, mtu kama Lissu, mwanasiasa, mwanasheria mbobevu, anafanyiwa vile. Je, mimi Emmanuel Ngelime ambaye sijui sheria nitafanywa nini? Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba Lissu anatufundisha kwamba hatakiwi kuwa wanyonge, tunatakiwa tudai haki zetu kwa kufuata taratibu na misingi ya kisheria. Kwa hiyo tukifuata misingi na taratibu za kisheria, naamini nchi yangu ya Tanzania itakaa vizuri. Mimi naamini tunda la amani bado lipo vizuri tu. Linatikiswa tu kidogo, lakini bado tuna nafasi ya kurejea. Sawa sawa. Umewahi kwenda kushuhudia kesi ya Mheshimiwa Lissu tangu amekamatwa? Hapana, sijawahi kufika kwa sababu hata sisi huku tuna misukosuko ya kutosha. Sababu mwenyewe nilikuwa na windwa, tena mimi ndio niliambiwa kabisa uking'aa kwenye gari. Niliwahi kushushwa Iringa kwamba ninakwenda kwenye kesi ya Lissu. Mimi nilikuwa naenda kwenye msiba Dar es Salaam, lakini nilishushwa. Nikaambiwa kwamba natakiwa. Lakini ukirudi katika hali ya kawaida, juzi tarehe 30 nimekamatwa na jeshi la polisi. Sababu za kukamatwa hata wao hawajui na mimi sijui. Yaani ukiuliza wananiambia kwamba nilikuwa nafanya fujo. Sasa fujo unaweza kufanya ukiwa peke yako. Mimi nilikamatwa nikiwa peke yangu. Sasa unajua mtu ukifanya fujo peke yako unakuwa mwenda wazimu. Lakini nikashtakiwa kwa kosa la kufanya fujo, nimekalishwa pale kituo cha polisi siku 13. Uko ndani? Niko ndani. Na baada ya hapo ukatolewa? Yes, na RCO wa Njombe anakataa kwamba kunikamata. Lakini leo nikamata deputy wake. Okay. Sawa, nakushukuru. Haya, nikienda kule ndani nimeambiwa kwamba niliingia kwa jinai CCM. Mimi naingia kwa jinai vipi CCM? Okay. Sasa ndio nataka ujiulize. Yaani wanatengeneza kesi ambazo wanajua kabisa kwamba hazina mashiko
na zinaenda kuwaumiza Watanzania. Ngelime, nakushukuru sana. Tunao mengi sana ya kuzungumza, lakini hali ya hewa pia naona sio nzuri na natamani kuzungumza nawe mengi, lakini nitakualika wakati mwingine ili tuweze kuyazungumza. Asante sana kwa muda wako. Asante sana, shukrani. Na mtazamaji, ni Emmanuel Ngelime, tumeshiriki na yeye hapa kwa muda kidogo tukijadili mambo machache kuhusiana na siasa na tumefikia tamati. Asante sana, endelea kutufuatilia. Hii ni Kikaoni. Mimi naitwa Dickson, pembeni au nyuma ya kamera mwenzangu ni Prosper Mfugari. Asante na kwaherini.